Kwa hiyo ufumbuzi ni kwamba yoyote atakayefuata njia ya hao wema waliotangulia huyo atasalimika, na yoyote atakayekhalifu atakuwa amejiingiza mwenyewe kwenye maangamivu. Aya 115 ya sura An-Nisa inatufafanulia ufumbuzi wa kipekee kabisa. Ni sisi Waislamu kuamua kwa dhati kabisa, mashekhe, walinganizi, makadhi, makhatibu, maimamu, walimu wa madaris, viongozi wa dini na wafuasi, maamuma misikitini, wanafunzi katika madaris, sote tuamue kwa mara moja tu kwamba kuanzia leo hebu sisi tulifuate kila alilotuachia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na lile ambalo hakutuachia tuachane nalo. Utaanza kufikiria sasa, lile jambo letu kule shamba wazee walituachia itakuwaje? Utaanza kufikiria hivyo. Sasa utaharibu. Ukishafikiria hivyo utaharibu. Tuliachiwa mambo yetu sisi na wazee, tufanye hivi na hivi. Wajua sasa kweli dini kweli iko, lakini sasa haya mambo, sasa wewe ndio utakayekwamisha ili jambo la Uislamu. Si tushaamua kwamba sisi tufuate mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sasa mbona wewe wauliza mara mbili? Wewe wataka kuleta farka, kwa sababu hao Waislamu walioamua kufuata mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watakupinga wewe, na wewe utapingana nao, khilafu itatokea. Kwani mimi nataka niwaulize kitu. Wewe wafikiri hapa Unguja dini ndio imefika leo baada ya sisi kukaa kwenye muhadhara huu? Mfano kitabu kama Bulughul Marami kilichoandikwa na Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Hafidh Ibn Hajar amefariki mwaka 852 Hijiria. Mwaka 852 mpaka hii leo 1447. Pana miaka mingapi hapo? 600. Takriban miaka 600. Kwa kitabu kile kimeandikwa kabla Mreno hajaja katika miji hii. Mnanielewa ninachosema? Siku nyingi yeye amekusanya buku la hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alizozichota kwenye vitabu vile nilivyovizungumzia, vitabu vikubwa, akazikusanya hadithi akaziweka pale katika aliyoyaeleza. Na hiki ni kitabu chasomeshwa katika madarisi zote za mwambao wa Afrika Mashariki na bara yake na visiwa vyake. Ni kitabu kinakubalika kwa sababu al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ni Mshafi'i, ameweka mlango maalum pale kuhusu masala al-qubur, al-bina'u ala al-qubur. Mimi nataka niwaulize nyinyi wanafunzi wa kawaida, sio mashekhe wakubwa, labda huyu shekhe kasoma Madina, kasoma Ummul Qura, kasoma Azhar, kasoma Sudani, kasoma Pakistani, kasoma wapi, wanafunzi kasoma Yemen, kasoma wapi. Hao wanafunzi waliosomeshwa humu, hii Bulughul Marami hii hadithi zake zajulikana hazijulikani? Je, katika hadithi hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna hadithi hata moja dhaifu ambayo uthibiti wake wa mashaka labda hivi unaonyesha kwamba yafaa kulijengea kaburi? Atahaddamu, atakayeletea hadithi moja tu hiyo ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha hivyo, atakuta milioni yake hapa na umaskini wako. Utaki milioni wewe? Milioni moja itatolewa hapa mbele hapa kwamba shehe bwana, hadithi ipo, Mtume akasema tujengeeni makaburi. Lakini tembea katika miji ya Uislamu, makaburi yamejengewa kikweli kweli. Sasa ni nani amesababisha mzozo hapa? Hebu niambieni, ni nani aliyesababisha mzozo? Ni yule anayetaka watu fuate njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni yule sasa aliyeamua kuikhalifu? Sisi mwajua ilete al-ummu ya al-Imam Shafi'i hapa, si ndio? Sisi tumfuata Shafi'i Muhammad bin Idris. Chapa yangu pengine
ukasema hii ya Kisuudia, hii ya Kiwahabi, leta ile yako ulioirithi kutoka kwa baba na babu, mashekhi wakubwa ambao umeirithi, ilete hapa. Utamkuta al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i analielezea jambo hili kwamba mimi nimewakuta watawala wa Makka wakivunja kila kilichojengewa katika makaburi, kwa sababu kuna watu walifanya hivyo, walifanya ujasiri, wakaamua kuvunja kila kitu. Sema leta mambo ya khilafu. Hili si swala la khilafu, hili ni swala mujma'un, mas'ala mujma'un alaiha. Wanazuoni wameafikiana juu ya kutokufaa jambo hili. Nimetoa kama mfano tu, lakini tukitaka salama sisi tuamue kwamba kuanzia leo katika mambo ya dini yetu, mwalimu wetu atakayetufundisha na mshauri wetu mkuu katika mambo yetu ambaye tutayachukua maamuzi yake ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi wewe Muislamu ukiambiwa maneno kama haya bado ukatashauri tu ujifikirie kwamba mtume ni mwalimu wangu mimi? Yani mtume mimi anishauri? Mimi siwezi bwana. Kweli wewe Muislamu una akili hiyo? Inawezekana kweli Sheikh? Sasa tuamueni, lakini tukianza kukaa kufikiria kama nilivyosema kwamba sasa itakuwaje kule kwetu na sisi na mashehe zetu kule itakuwaje, tukianza kutafuta mambo hayo, muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utatushinda. Alafu utasema, utabaki kwamba dini bwana ilimshinda fisi, wameuzulia tu fisi, imekushinda wewe. Hamjasikia maneno dini bwana ilimshinda fisi bwana? Fisi yupi wamzulia fisi? Wewe ndio imekushinda shekhe. Fisi hakupewa taklifu bwana kwamba usile hiki. Wewe fisi yameruhusiwa, yeye ni dude tu, jinyama, lala mizoga. Wewe ndio haramu kwako kula mzoga. Hurimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wama uhilla lighayri llahi bihi walmunkhaliqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu wannadihatu wama akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wama dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisqun. Ni nyinyi Waislamu mmeambiwa hivyo na wanadamu, sio fisi. Tumeelewana? Hapa ilikuwa nikutaka kufafanua kwamba salama, ufumbuzi ni sisi kurudi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii itakuwa ni sehemu moja. Kwa ufupi ni kwamba kwenye majlisi yetu ya utangulizi, ambayo ni sehemu muhimu zaidi, nimejitahidi kwa kadiri ya ufahamu wangu kuonyesha matatizo yaliyotusibu sisi Waislamu, wa ana minhum, na mimi nikiwa ni katika wao, na sisi tukiwa katika wao, kwamba matatizo tunayo. Sasa mtu yoyote anayeona kwamba hakuna tatizo, hii hali tuliyokwenda nao sisi Waislamu twende hivi, anaweza kutupa sababu zake, tukampa nafasi akasikilizwa, kama sio kupoteza wakati. Hivi kweli anaweza kujitokeza Muislamu akasema kwamba hivi Waislamu tulivyo sasa ndio wenyewe sasa, hata wakati wa mtume swalla sallam pia hawatuwezi? Sidhani kwamba yuko Muislamu huyu mwenye akili timamu aliyemjua mtume swalla sallam na da'wa yake. Sidhani kama mtu huyo yupo. Lakini pia kwa kadiri ya maarifa yangu na uelewa wangu, pamoja na kutokuwa na ufasaha katika mambo katika kueleza, nimejaribu kueleza ufumbuzi wa haya matatizo yanayotusibu, kwamba ufumbuzi wake ni kurudi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu huyu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitueleza sisi hali hii, lakini pia akaeleza yatakayotusibu, lakini pia alieleza sababu na vyanzo vilivyopelekea sisi kufika hapa tulipo.
Ukisoma baadhi ya hadithi utaona kuacha dini. Ukisoma katika baadhi ya hadithi utaona uzushi, kuzua katika mambo ya dini. Ile hadithi niliyotaja, innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira, pale alitoa dawa akasema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajif. Akatahadharisha jambo lenyewe ni kuzua. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzushwa, kuonyesha kwamba hili ni katika vyanzo vya mizozo iliyotokea kwa Waislamu. Miongoni mwa sababu kubwa zinazoleta mifarakano katika dini ni watu kuweka rai katika jambo la dini, kuweka mawazo, kwani nikifanya hivi itakuwaje? Kwani itakuwaje? Rai sasa, ukishaleta rai haina kizuizi tena, kwa sababu wewe kama ukiwa na akili, na watu wana akili zao kubwa zaidi kuliko yako, akili zimedhibitiwa na maandiko matakatifu kwamba huu ndio mpaka. Lakini akija mtu na akili yake kwamba mimi niamke asubuhi, kuna baridi namna hii, nipate tabu nikaoge au nitawadhe, alafu nende msikitini, alafu nikaswali rakaa 2 tu, sio, haiwezekani bwana. Tukifika tuswali 8. Nani tena? Sasa kila mmoja alete akili yake, tusingeukuta Uislamu huu. Na haya yaliwasibu ahlul kitabu. Paulo amefanya mambo mengi sana katika Ukristo, akaiharibu dini ya Masihi Isa, akaweka rai, fikra na mambo mengine ambayo hayakuweka. Ma anzalallahu biha min sultan. Tukianza kufuata mila ya Paulo katika huu Uislamu, tutaiharibu dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tutasibiwa na haya yanatusibu hivi sasa. Sasa mtu anaweza akakubali chanzo cha maradhi yake, mwingine asikubali, akaona kwamba sio sababu kuzua katika dini, kwamba mpaka tufikie hivi afya ndio sababu. Hiyo sio sababu bwana. Sababu nyinyi bwana mnaopinga bwana, mbona tangu zamani ilikuwa mambo alishasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakasema nani tena? Walishasema maswahaba, walishasema tabi'in. Umma ushaingia kwenye matatizo kwa mukhalafa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuna mazingatio sisi kwa tukio la Uhud yaliwasibu Waislamu kwa mukhalifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa tumeona kwamba matatizo haya sababu zake ni hizi na tiba yake pia ni hii. Sina nguvu wala sisi hatuna uwezo wa kuwalazimisha watu lazima warudi kwenye mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nguvu hii hatuna, lakini tungekuwa tuna nguvu hiyo tungesema kwamba watu wote warudi katika muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu niambieni leo mathalan, tunaambiwa sisi hatumpendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi kazi yetu kupinga tu, tunachuki naye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu angalieni kwenye mitandao, angalieni kwenye miji mwenda nyinyi, hiki kinachofanywa na hao Waislamu wanaodai kwamba wao wako katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo wanamsherehekea. Hebu angalia zile hafla zao na vile namna wanavyomsherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume yuradhi na ile, Mtume yuko radhi na yale sallallahu alaihi wasallam, kwamba sasa ipigwe densi, watu wanaume wakati wasimame wakatike viuno, mpaka mashehe wenyewe wasema jamani sasa basi sasa hii basi sasa. Basi kwa msingi upi? Si furaha tu, kila mmoja acheze anapojisikia. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha watu wacheze vipi? Kama kule kucheza kupo, sasa tucheze mpaka hapa. Jambo tu limewekwa, kwa hiyo sasa halina udhibiti tena. Aidha kuingia na sime yake, ingia na sime, alikuwa na mkuki ashike mkuki wake, mwenye rungu aingie na rungu lake, ili mradi si kila mmoja afurahike, si ndio hivyo? Sasa jamani, sasa mlishafungua mlango mapema, kuufunga hamtaweza. Madrasa sasa ndio kufanya hivi, tutaifungia, sio dawa. Watapiga chumbani, watajirekodi, watacheza, wataposti kwenye mtandao.
ufumbuzi ni kurudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tafsiri sahihi ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilifanyika kwa vitendo na maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha waliokuja baada yao wakayatafsiri na wakayatenda yale yale aliyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukianza kuleta mdomo na maneno tukijifanya tunajua sana, ndipo sasa hapa mambo yanayopunguzika kwa mabaya na hakuna udhibiti. Sasa tuamue turudi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au tuendelee hivi tu, alafu tutajua huko mbele. Ni sawa. Mimi sina jukumu hilo zaidi ya kulifikisha. Wewe pia huna jukumu la kulazimisha zaidi ya kukubali na kulifanyia kazi. Si umeelewa? Kwamba mimi natakiwa nifanye hivi, usije ukajidharau kwamba sasa mimi mmoja tu. Wewe mmoja, mtoto wako, mke wako, mzazi wako, jirani yako, tayari si mmoja tena huyo. Elimu ikifika ikaeleweka ni kufanyiwa amali. Turudini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atupe ufumbuzi wa matatizo yetu. Je, harusi hii nikiifanya hivi ni sawa? Hapo tutazungumza jambo la dini. Lakini wataka kujenga nyumba yako, kwamba mimi najenga nyumba siweki dirisha hata moja, utaambiwa bid'a. Nyumba yako hiyo, mimi siweki dirisha, nataka kijimlango kidogo kiingie pale mwenyewe na chamba nimeingia. Waambie bwana, wewe umeleta jambo baya katika kujenga. Umenifahamu? Waambie hivi, tutakuwa tu mwehu, tutakucheka. Lakini ile nyumba yako, unafahamu, gari yako mwenyewe ukawa pakia kuku, mapata, nini ndani ndio wafuga humo, gari yako. Lakini tukija kwenye jambo la dini, fa inna khairal hadi wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bas tukitosheka na hali hiyo tutakwenda vizuri. Kitu kingine ambacho nataka nikimalizia kwenye ngwe hii ya pili, ni vizuri tukafika wakati kusimama kwetu kuwa kuna muda wa kujiandaa na kuingia maghrib. Sijajua hapa maghrib yaswaliwa yaadhini dakika ngapi. Muadhini aniambie ili na dakika 50. Basi tukifika na dakika 40, saa 12 mimi nitasimamisha mazungumzo yangu. Tutakuwa kwa leo tumemaliza. Sisi tunatakiwa tulazimiane na jamaa ya Waislamu. Hii jamaa ya Waislamu hawa ni kina nani? Ndio wale wanaoitwa as-salafu salih. Hii ni lugha fupi tu. Neno as-salaf na neno as-salih, sawa, maana yake watangulizi wema. Sababu salaf katika lugha ya Kiarabu ni kullu man taqaddamak, ni kila yule aliyekutangulia wewe. Sasa sisi Waislamu tuna watangulizi wetu ambao ni wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa wanafunzi hatukuamua sisi kwa rai zetu kwamba jamani, hebu tukaeni sasa sisi tukienda kule Tanzania au tukienda kule Afrika ya Mashariki tukawaambieje wale Waislamu, tunaona wafuata hiki na kile. Mimi naona tukawaambie tuwafuate salaf. Salafu itafaa, hii itafaa. Tukapanga kwamba sasa hili ndio jambo jipya tumelileta kwa watu sasa. Watu waache mambo yao, tuwalazimishe wafuate msimamo fulani ambao tumeupanga sisi au tumepangiwa sisi. Pengine kuna mabwana wetu na wapi tawatii wao. Mwanzo ulikuwa tukizungumza mambo kwamba vibaraka wa Marekani hao wametumwa na Mayahudi hao kuja kuwagawa Waislamu. Hao wanasema hivyo, baadhi yao wanajua kitu gani kinacholinganiwa. Sasa ili kuwafukuza wengine wasisikilize,
Sasa sisi tunasema tuwafuate as-salafu salih, kwani Qur'ani yasemaje? Tunasema kuwafuata watangulizi wema katika dini, sio? Qur'ani yatuambia katika aya 100 ya sura at-Tauba. Wewe rejea tu sura at-Tauba aya 100. Sura at-Tauba si sura ya 9, iko kwenye msaafu. Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. na wale waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirina na ansar, wale waliotangulia mwanzo, wale watangulia tena wa mwanzo ambao ni muhajirina na ansar, na wale waliowafuatia hao kwa wema, na wale waliowafuatia wao kwa wema. Makundi mangapi hao? Wale waliotangulia, wale wa mwanzo, wale kina nani? Ambao ni muhajirina na ansar. Hili ni kundi moja lote. Katika wale watangulia mwanzo kuna watu wa muhajirun na kuna watu wa ansar, kundi moja hili. Na wale waliowafuatia wao kwa wema, aya yasema hivi, Allah amewaridhia wao na wao watamridhia yeye, au wao wanamridhia yeye. Waradu anhu, na wao wamemridhia yeye au watamridhia yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile atakavyowapa. Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wao pepo zinazopita mito chini yake, wataishi humo milele, na huko ndio kufuzu kuliko kukubwa. Sasa ukizisoma hizi aya kwa kuzingatia, ukatuliza akili yako, alafu ukarudi yaliyoelezwa na wanawazuoni wa tafsiri, wameandika nini, wamefafanua vipi, utaiona aya hii tukufu inatueleza wazi wazi pasi na kificho chochote kwamba hakuna njia ya kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna njia ya kuingia katika aljanna isipokuwa kwa kufuata njia ya waliotangulia na watu wa mwanzo katika muhajirin na ansar. Hakuna njia nyingine. Ukitaka radhi za Allah basi lazima ufuate. Ndio maana nasema walladhina tabauhum biihsan, radhi za Allah, pepo ya Allah, hivi vimeandaliwa kwa wale wa mwanzo waliotangulia ambao ni muhajirin na ansar, na wale waliowafuatia wao kwa wema. Mimi si katika muhajirina wa ansar, wala baba yangu wala babu yangu wala wewe wala baba yako wala babu yako wala babu wa babu yako hauko katika muhajirina wal ansar. Ni kizazi kilipita wakati huo, sawa? Pangefungwa wao peke yao tu hapa pasitaje walladhina tabauhum biihsan, tusingeingia sisi. Ili tuingie hapa ni lazima tufuate mwenendo wao kwa wema. Kwa hiyo hao ni as-sabiqun al-awwalun. Sisi kwetu ni watu bora, ndio hao wanaitwa as-salafu salih, watangulizi wema, watangulizi wema. Kwa tukitaka sisi kufaulu lazima tufuate njia yao, na ndio maana katika ile aya ya 115 Allah subhanahu wa ta'ala akaweka wazi, na wakafuata njia isiyokuwa ya waumini. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala pale ameeleza, asema fal-ayatu qaranat baina mushaqqati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ittiba'i ghayri sabili al-mu'minin fi istihqaq al-idlal wa sali jahannam. Aya imeunganisha kati ya watu kumuasi Mtume sallallahu alayhi wasallam na kati ya kufuata njia ya wasiokuwa waumini. Ameunganisha mambo haya mawili katika ustahiki wa kupotea na kuingia motoni.
kwamba haya mambo mawili likikosekana jambo moja utastahiki upotevu, lazima utapotea na utakwenda motoni, wal-iyadhu billah. Sasa kwa nini uchague kwenda motoni na wewe ushachagua Uislamu? Mambo mangapi ushayafanya makubwa wayaweza? Si hili tu la kumfuata Mtume swalla sababu na kufuata njia waliotangulia lina ugumu gani? Maana lazima tuembelezane wakati mwingine. Jambo halina ugumu, sio kama unavyofikiria, ni jambo rahisi tu. Sisi tutapata maslahi yoyote kwamba sasa wewe ukiamua kumfuata Mtume swalla sababu kikweli kweli na njia ya maswahaba, basi kuna commission sisi tutapata huko Marekani, utalipa au Sulaya atalipa? Hakuna commission yetu. Tukipata sisi thawabu ya addalu ala alkhairi kafa'ilihi, mwenye kufahamisha khairi ni kama aliyetenda khairi. la yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun lak min humuri an-na'am. Tapata thawabu hizo sisi. Kwa hiyo tuamue tufanye hivyo, tufuate njia hii. Hii ndiyo njia yenye khairi. Tunawafuata katika nini? Katika iman. Nimetangulia kutaja aya 137 ya sura al-Baqara, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Nimetaja aya hiyo kuonyesha kwamba sisi muwafaka wetu na wao katika imani. Haina maana kwamba sisi imani zetu zipande ziwe kama imani ya Abu Bakari na Umar na Uthman na Ali na Al-Hasan na Al-Husayn na Talha na Az-Zubayr na Saad na Said na wengine kina Bilal, kama ilivyo haijasema hiyo. Au kwamba sasa sisi tuwe ni watu tumefikia kilele kikuu cha ucha Mungu na uadilifu na isma kiasi ambacho hatuwezi kuingia kwenye makosa. La, sisi tunatakiwa tusimame kwenye yale walioyasimamia, tuamini yale walioyaamini kwa namna ile walioamini. Maswahaba walikuwa wanaamini Mola wao yuko wapi. Maswahaba walikuwa wakiamini, na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amefundisha kwa Mola wao yuko juu ya arshi, juu ya viumbe wote, yuko juu ya viumbe wote Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa na imani hiyo, wakiamini kumwamini Allah juu ya uwepo wake na kwamba yeye ndiye Ar-Rabb, yeye ndiye anastahili kuabudiwa, yeye ndiye mwenye mmiliki wa kila kitu, yeye kadha. Wakiamini haya, wakiamini malaika, wakiamini mitume, wakiamini vitabu, wakiamini siku ya mwisho, wakiamini qadar, na sisi tuamini namna ile ile walioamini. Na haya ukiyataka yamo kwenye vitabu vya Uislamu. Wewe ni mvivu tu wa kuamini, kufuatilia. Hivyo hivyo kwenye arkani za Uislamu na nguzo za Uislamu za vitendo, utekelezaji wake iko namna waliotekeleza ambayo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwafundisha, twende vile vile, na sio jambo gumu, wala hayo hayapingani na usasa, kwamba sasa wewe ukiamini au ukiwa katika njia ya wale waliotangulia, basi maisha yako yatakuwa ni maisha kama ya wakati wa ujima au zama za kale za mawe, kwamba sasa wewe hutatumia tena simu, wewe hutapanda tena gari, hutatumia tena kompyuta, laptop basi tena. Mimi kwa salafi bwana, laptop haramu, ndege sipandi tena nini. Mimi salafi, kwa nitapanda punda tu mpaka Maka, nitakwenda Maka nitapanda mtumbwi. Sio maana yake hiyo, umeelewa? Anataka kuleta maana hiyo ili achafue jina hilo. Amekosea sana, amekosea sana. Tunazungumza katika masala ya iman na masala ya dini, na ndio maana nchi zilizokubali dawa hii sio katika hali ya maendeleo, kima barabara, miundombinu, kama ni madege wanayo, silaha wanazo na kila kitu, kwa sababu wao hawakuelewa hivyo kwamba ili uwe katika mwenendo wa salafu basi urudi katika karne zile zama za kale za mawe. Hakuna alielewa hivyo. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo ni kurudi katika kuamini kama walivyoamini maswahaba. Turudi katika ibada zetu tuzifanye kama zilivyofanywa na maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walivyozielewa. Turudi katika suala la akhlaq na maadili kama walivyokuwa maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao walikuwa ni wanadamu
hawakuwa wamekingwa na madhambi, lakini walikuwa kwenye kilele cha juu kabisa katika maadili, na mujtamaa wao ulikuwa ni mujtamaa bora. Haijapatapo kutokea mujtamaa au jamii iliyo bora tangu dunia imeumbwa mpaka dunia itarudi tena, itakwisha. Hakuna kizazi kilicho bora kama masahaba, kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale wafuasi wake. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-tawrat wa mathaluhum fi al-injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Aya mwisho ya suratul Fath, inna fatahna laka fathan mubina. Aya mwisho kabisa Allah anaeleza huyu Muhammad ni mtume wa Allah, kisha akawaelezea masahaba zake na wale walio pamoja naye ni wakali, ashiddau ala al-kuffar, ni wakali wasusuwavu dhidi ya makufari, lakini ni wenye kuhurumiana baina yao. Utawaona wao wakirukuu na wakisujudi kwa pamoja, ili hali wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah na radhi. Alama zao ziko juu ya mapaji ya nyuso zao. Huo ndio wasifu wao uliomo ndani ya Taurati. Dhalika mathaluhum fi at-Taurat, huo ndio wasifu wao uliomo kwenye Taurati. Taurati imewaeleza maswahaba namna hiyo. Wa mathaluhum fil injil, na wasifu wao uliomo katika Injili ya Isa, walivyoelezwa katika Injili, wameelezwa wao ni kama mfano wa mmea uliotosha mashuke yake, ukautia nguvu, ukawa mnene, ukastawi vizuri juu ya kigogo chake, juu ya shina lake. Ndio mfano uliopigwa kwenye Taurati wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliupanda mmea huu ukastawi vizuri kabisa, fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra, mmea ule ukawa unampendezesha mkulima. Allah subhanahu wa ta'ala amepiga mifano hiyo miwili kwenye vitabu vitukufu hivyo viwili, Taurati na Injili, liyaghidha bihimul kuffar, ili awatie chuki kwa sababu yao makafiri wapate chuki kwa kusikia wao masahaba namna wanavyoelezwa. Kwa hiyo mujtamaa wao ulikuwa ni mujtamaa bora kabisa, ulioshiba kiakhlaq. Sisi wakati wa sasa tuna tatizo la utovu wa adabu na upungufu wa akhlaq, maadili mabovu. Tukitaka usuluhisho wa jambo hili, ni lazima tuliazimishe nafsi zetu zilizoleleka katika malezi mabaya zirudi katika akhlaqi bora kwa kufuata mwenendo wa watu hawa. Haitoshi kwamba mimi naswali, mimi nafunga, mimi naamini, nimeamini, alafu akhlaq chafu. Haitoshi. Lazima turudi katika mwenendo wao. Imetokea mahali umerudi, umeteleza pap, umekwenda kwa watu kurudisha wenzako, jamii yako kurudisha. Hapana, hapa sio sawa, hii ndio sawa, hai sio sawa. Ndio jamii inatakiwa iwe hivyo, jamii ya ahli sunna wal jamaa as-salafiyun. Tufuate mwenendo wa watu hawa.